Karibu tena Njia Panda Technology. Tuendelee na kuona namna ya kutumia system yetu ya Advanced Student Management System. Tulishia hapa katika data score entry. Kianzia hapa, sehemu ya kwanza kabisa ni data score entry, namna gani unaweza kuingiza data katika system yako. Kabla hujaanza kuingiza data katika system yako, kuna sehemu mbili ambazo unaweza kuingiza data. Kwanza ni hapa kwenye data score entry. Kuna sekunde ambazo ukikawia kuingia kwenye system inakutoa nje. Kwenye hapa mara ya kwanza kabisa kwenye score entry anaweza kufanya administrator. Lakini vile vile kama kuna walimu umewasajili katika kompyuta zao ambao wanatumia kuingiza data hii system au kwenye simu zao, hakikisha umeclick hapa kwenye activate teachers. Ukiclick hapa kwenye activate teachers, ina maana wale wote waliowasajili wanaweza kuingiza data. Na ukitaka wasiingize, una click hapa kwenye deactivate teachers, wakiingia hawezi kuingiza data. Kwa sisi tutaklik hapa mara moja kwenye activate teachers. Lakini administrator au secretary na anaweza kuingiza data kwa kuklik hapa kwenye examination score entry. Baada ya kuingia hapa, atachagua darasa. Kwa mfano anataka kuingiza data preform 5, kisha atachagua somo, anataka kuingiza data za history. Hapa katikati kuna kuandika herufi ya somo. Kwa nini tunaandika herufi ya somo? Kwa advanced tumesajili combination. Kwa hiyo kama tunataka kuingiza somo la history, tutaandika herufi H. Ina maana itaenda kutuletea wanafunzi ambao wanasoma history peke yake, na haiwezi kutuletea preform 5 wote. Kwa hiyo utaklik H kwa history. Masomo yote tutaandika herufi ya mwanzo isipokuwa tu advanced mathematics, kwa sababu inajulikana kama mathematics. Kwa hiyo tutapress herufi M, wakati huku utachagua advanced math. Huku utachagua advanced math na huku utachagua herufi M. Kwa hiyo kwa mfano kwenye history tukiklik hapa fill score, unaona umekuja wanafunzi wanasoma history peke yao. Kwa hiyo utaingiza data zao hapa. Kwa mfano huyu kapata 67, huyu kapata 89 na huyu kapata 67. Ukimaliza, kama wanafunzi ni wengi, utasave temporary score. Ina maana baadaye ukija utaendelea kuingiza, lakini baada ya kumaliza huku chini utasema hii labda ni weekly test 2, utasubmit. Au kama ni monthly exam utachagua huku hiyo monthly exam, au kama ni midterm exam, au kama ni annual exam utachagua labda ni January exam, kisha utabonyeza submit na utaambiwa data zimesubmit kwenye January. Ukijaribu kwenye advanced math, nimesema huku utachagua A math, ndio advanced math, lakini hapa tutaandika M kwa sababu ni mathematics. Kisha tutasema fill score. Unaona wanafunzi wote waliokuja ni wale ambao wanasoma mathematics. Hii inatusaidia tusipate orodha ya wanafunzi wengi ambao hawahusiki na hilo somo. Kwa hiyo baada ya kuingiza marks, kama unataka kuja kuendelea baadaye, utaklik hapa save temporary score and edit them later. Lakini ukisubmit hapa chini, hizo marks hauwezi kuziedit tena mpaka uingie kama administrator. Kwa hata mwalimu akisubmit marks zake hawezi kuingia kuziona tena mpaka aingie administrator, ndio anaweza kuzibadili. Hizo ni examination score entry. Lakini kwa administrator ana power hii ya weekly test editing. Kwa mfano anaweza akaklik hapa, anataka kuedit marks za weekly, akaja asema preform 5, labda weekly test 1 somo la history. Wamekuja wanafunzi ambao wanasoma history na marks zao. Kwa labda unataka kuedit huyu jamaa badala ya 67 kumbe alipata 70, utaklik hii na kisha utasema save all changes. Utaambiwa the changes saved successful. Lakini katika hii sehemu ya weekly test editing, kuna option moja inaonekana hapa chini. Kwa mfano tulipokuwa tunaenda na somo la history, kuna option inaonekana huku chini, tunaambiwa clear all data in specific exam. Kwa mfano
tunataka kuziclear hizi data za weekly test 2, tutakuja hapa, tutachagua weekly test 2, tutaklik mara moja. Ukiklik mara moja hapa, ina maana hizo data zote zinaondoka, na hii kitendo kinakuwa ni huwezi kurudi reverse, ina maana huwezi kuzirudisha. Kwa ndio maana haya yenye maandishi mekundu ni hatari, ina maana ukigusa mara moja unafuta data zote za hiyo mtihani ambayo umeselect hapa. Kwa hiyo wewe utaishia kwenye kusave hapa. Ikitokea kwamba kweli inatakiwa kufuta, basi utatumia hizi button za chini kufuta data zote kwenye hiyo specific weekly exam. Tukirudi tena hapa, kuna monthly exam editing. Monthly exam editing na weekly exam editing zinafanana. Tofauti ni kwamba katika monthly exam zitakuja miezi pamoja na mitihani ile mikubwa, lakini kwenye weekly zinakuja weekly peke yake. Kwa hapa kwa mfano January, somo la history, ukitaka kuedit na maana imekuja ni January, marks za mwezi January, na unaweza kuziedit hivi hivi katika mwezi January, na kadhalika unaweza kufuta huku chini completely kama tulivyokuwa tunafuta kule kwenye weekly. Tukirudi hapa, kuna combining pure arts exam. Click mara moja. Kuna muda tunafanya mitihani paper 1 na paper 2. Kwa mfano tumefanya history 1, tutakuja tuseme paper 1 ilikuwa ni history 1, tutasema history 1, na paper 2 ilikuwa ni history 2. Pale ambapo tunafanya mitihani hii tofauti, kwa tutasema ni history 2. Tukicombine hizi mbili, convert to history, tunaenda kwenye history. Darasa tunasema labda ni pre-form 5. Mtihani gani? Mtihani labda ni weekly, au kama ni monthly, ukiscroll huko chini kuna aina zote za mitihani, labda ni weekly test 2. Tukisema update, tutaona tunaambiwa kwamba tayari weekly 2 imekuwa updated. Na formula inayotumika hapa ni kwamba history 1 itakuwa na max 100 na history 2 itakuwa na max 100. Hizi zote zitachangia kutoa max 100 ambayo ni average katika somo la history. Tukirudi back kwenye hii data and exam score entry, tunakutana na how to combine pure science exam. Hii combine science exam zina paper 3, paper 1, paper 2 na paper 3. Kwa mfano niko kwenye biology, nitasema biology 1, labda physics 1, then nitaenda kwenye physics 2 ambayo ipo na yenyewe physics 2, na kisha naenda kwenye physics 3 ambayo ni paper 3, physics 3, na kisha hii nitaicombine kwenda kwenye physics, na maana hizi zote zitacombine kutengeneza somo la physics. Nitachagua class, kisha nitachagua exam, labda ni weekly test 2, kisha nitaclick update, kisha nitapata hii message, na maana hapa tayari update imeshafanyika. Formula inayotumika hapa ni kwamba paper 1 na paper 2 kila moja zitakuwa na max 100, na paper 3 itakuwa na max 50. Zitatengeneza average ambayo itakuja kutengeneza somo la physics. Hapa tunafanya in case hii mitihani yote imefanyika, lakini tuna vile combination ambayo tuna combine single exam and practical. Ikitokea tumefanya somo moja labda physics 1 ambayo tumeipa labda alama 100, na tumefanya labda physics 3 ambayo hii ina alama labda 50. Tuseme physics 3 ina alama 50, lakini tunataka tuzicombine zote ziwe kwenye physics. Kwa maana hapa paper 1 inakuwa na max 100, paper 2 max 50, na zina combine kutengeneza max 150. Zitaingia kwenye percent, zitatoa somo moja la physics. Utachagua tu class, na kisha utachagua labda ni weekly test 2, na kisha uta update. Kwa hiyo ikiwa imetokea somo linaingizwa ina mitihani mitatu, utatumia hapa pure science exam, mitihani miwili utatumia single exam, na mitihani yote ambayo ina 100% utatumia hii hapa. Na kama unaingiza max za kawaida ambazo ni physics, kama physics sio paper 1 wala paper 2, utakuja hapa moja kwa moja kwenye hii link ya kwanza, utachagua somo kama somo. Kama physics utachagua physics, kama chemistry utachagua chemistry, wakati hauna paper 1 wala paper 2. Kwa mazingira yote yanakuruhusu kuingiza max. Unaweza ukacombine, unaweza ukatumia paper 1 peke yake, au unaweza ukatumia paper 1 na paper 2 zote kulingana na maelezo ambayo nimetoa hapo.
Asante kwa kusikiliza. Tukutane tena kwenye button ya 3 ya kucustomize. Asante.